Jeni, naomba unisikilize vizuri. Katika siku ambayo nataka kujua kila kitu kinachoendelea ni leo. Yaani kila kinachokuhusu wewe, kila ukifika humu ndani nataka kukijua. Umekuwa ukiniletea mapicha ambayo sielewi hata kidogo. Umekuwa ukifika hapa nyumbani kwangu unakurupuka unakimbia ovyo ovyo. Sasa nataka kujua umepatwa na nini wewe? Nini kinakusumbua wewe? Kindege, naomba unisikize kwa makini. Kuna vitu ambavyo sijai kukwambia, lakini leo nataka nikwambie. Yaani humu ndani kwako humu kuna vitu ambavyo sivielewi. Yaani ni vitu vya ovyo ovyo tu. Ni kuhusu Bebe supu, bebe supu, bebe supu, bebe supu, bebe supu, bebe supu, bebe supu. Ni kuhusu nini? Naomba uniambie. Ni kuhusu mziki, yani mziki. Unajua mziki ambao umetoka kwa sasa hivi ni kama hii kolabo ya Harmonize na Mario. Ni kali sana. Jeni, nisikilize. Uko sawa wewe? Niko sawa. Eti mtoto. Mimi si niko sawa eh? Asa mziki umeingiaje hapa? Mimi nakuuliza vitu ambavyo ulitaka kuniambia. Wewe mziki umeingiaje hapa? Mimi nimekuambia kuhusu nini? Jeni, mbona sikuelewi? Kwani ni kichaa mwenzangu? Hivi mtu kichaa anaweza kuwa kama mimi? Eti mtoto, si unaona niko sawa eh? Wasupo, tupishe kwanza. Wewe, usimsuze mtoto basi. Ona mwenyewe amekaa ametulia. Acha usimsumbue. Jeni, tuachane na wewe mengine. Nataka uniambie hicho kitu ambacho unataka uniambie hapa. Niambie sasa na kusikiliza. Mimi nimekwambia kuhusu nini? Eti baby supu. Kwani mimi nimesema chochote? Kweli wewe hukuwepo. Hakuwepo. Jeni, unajua bado unanichanganya wewe. Hivi akili zako ziko sawa kweli? Maana Jeni ninayemwona hapa na Jeni niliyemzoea ni vitu viwili tofauti. Sasa nashindwa kuelewa. Wewe una shida gani? Kindege, mimi kwa nini na shida gani? Mimi simekwambia niko sawa. Afu mimi sijaongea chochote. Eti mtoto, mimi sijaongea chochote. Kwani umesikia chochote? Alafu mimi ninahisi njaa sana. Kwani nyie hamuhisi njaa? Una njaa? Nahisi njaa sana. Supu, kamwangalia dadako kama ameweza kupika huko. We, usiondoke. Kaa Mwaya, eti. Kaa usiondoke. Mimi hata niende sawa. Nina njaa sana. Waje, ni uko sawa wewe? Bwana, mimi hata niende. Nina njaa bwana, hata niende. Sofia, nimeitikia wito. Na mbona umeniita ghafla? Vipi? Kuna nini? Nisikilize vizuri Jeni. Hii issue tuliosema tunampelekea shangazi, hatuwezi kumpelekea shangazi. Tunadili nayo sisi wenyewe. Hii issue mbona ni rahisi sana? Kwa sababu sisi hii kesi tunaiweza. Na tukisema tumpelekee shangazi, hii issue tutaonekana sisi ni wadhaifu. Halafu, isitoshe sisi tuna nguvu nyingi sana na ni za kutosha. Nimekaa chini nimefikiria, nimeamua kwamba hili swala tunahangaika nalo sisi wenyewe. Tumeelewana? Basi tumeelewana, lakini vipi kuhusu kale katoto? Jeni, una uhakika kale katoto ndo kalikupiga? Hapo kwenye uhakika hata mimi mwenyewe sielewi. Kwa sababu yule mtoto aliyenipiga na kale katoto inaonekana ni watu wawili tofauti. Huenda aliyenipiga amechukua muonekano wa yule mtoto. Ndiyo Jeni, na ndio maana nimeamua hili swala tulishughulikie sisi wenyewe. Alafu kale katoto mbona ni kalaini sana? Kale katoto hakana lolote. Toka ni ulivyoniambia habari zake nikienda pale na kaona katoto ni kepesi kabisa. Sasa nisikize vizuri. Leo itabidi tuende kwa Kindege. Na tukifika pale
nitakakoa makwenzi mbele yako ili ujue kwamba kale katoto hakana lolote, sawa? Hapana Sofia, kama ni hivyo mimi siwezi kwenda kabisa. Jeni, acha nidhamu ya uoga. Kwa Kindege leo lazima twende. Nitakapiga makonzi mpaka utashangaa. Hakana lolote kale katoto, sawa? Na uache nidhamu ya uoga. Wewe una nguvu nyingi sana. Hutakiwi kujiogopa namna hiyo. Na ukumbuke kwamba sisi tumehitimu kwenye mafunzo ya miujiza, sawa? Kama kana miujiza tutaiona leo, sawa? Basi sawa Sofia. Lakini kama ni kale katoto, mimi najua huo muujiza wake na najua moto wake. Naomba tuwe makini sana Sofia. Jeni, acha nidhamu ya uoga. Katoto kale ni kipesi na hakana kitu chochote cha kukufanya wewe uogope. Sisi agano letu ni kumuua Kindege. Hakuna mbwa yoyote atakaingilia huu mpango, umenielewa? Basi sawa. Hakuna mbwa yoyote atakaingilia sisi agizo la kumuua Kindege. Hili agizo ni lazima litimie. Umenielewa? Ndio Sofia. Hodi. Hodi. Karibu. Habari yako? Nikusaidie nini? Samani, shemeji yangu nimemkuta. Shemeji nimemkuta. Shemeji yako wa kazi gani? Nilikuwa na maongezi naye. Kama yuko ndani naomba uniitie tafadhali. Na shida naye ya muhimu sana. Unataka kuongea nini na mume wangu? Na mazungumzo gani ambayo unataka kuongea naye wewe? Wewe, hivyo unachokiongea unakielewa wewe? Nimekuambia na shida na mume wako. Haya maneno mengine ya kazi gani sasa? Na mimi nimesema hivi. Mume wangu unataka kuzungumza naye nini? Na kitu gani? Nyie, mshaanza eh? Kwani kwa nini hapa? Maana sielewi, kuna ugeni ambao sijautarajia kabisa. Na ninavyoona sasa hivi mmeshapafanya nyumbani kwangu kama vile chooni. Mtu kiamua kuja bila taarifa unakuja vyovyote vile. Hapana shemeji. Nimekuja hapa nyumbani kwako na mazungumzo kidogo. Nilikuwa naomba tuongee kama hutojali. Tutoke tukazungumze? Tuzungumze nini mimi na wewe? Yaani kwa nini usiongelee hapa mbele ya mke wangu? Hebu ongea kila kitu hapa na mke wangu akusikie. Hapana shem. Hiki kitu ambacho nataka kukuambia ni cha msingi sana. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba tukae pembeni tuongee. Haya mambo ni ya faragha. Wewe naona unaanza kuchanganyikiwa wewe. Unaanza kuchanganyikiwa. Yaani unipeleke upenuni tukakae mimi na wewe ulivyovaa hivyo. Na unavyoonekana umeshaanza kunitamani sana wewe. Kwa sababu ulivyovaa hivyo unataka unipeleke upenuni tukaongee nini mimi na wewe? Ongea kila kitu mbele ya mke wangu tuweze kuzungumza tuelewane. Hapa. Kwa sababu mimi nawajua nyinyi bwana, familia yenu yote ni malaya. Na hapo ulipo sasa hivi inaonekana ushanitamani, unataka uniweke kwenye mitego yako, uniweke kwenye ngo zako. Unataka hizo mali zangu sasa. Kakutuma ndugu yako uje kuanza kuhangaika na mimi hapa. Kama kakutuma umenoa wewe. Wewe shemeji. Hivi unajielewa unachokiongea wewe? Unakisikia ambacho unakiongea? Nimekwambia na shida kuongea na wewe. Na wala sijafuata wewe upumbavu ambao unauzungumzia hapa. Naomba tuongee. Wewe. Umekosa cha kufanya. Yaani kama umetuma uje kunijaribu, mimi sijaribiwi. Huo malaya wenu wa familia yenu mkafanyia huko. Na sasa siwataki mimi. Sitaki chochote kutoka kwenu. Nzuri. Ni bora umekuja mzee. Wewe. Nadhani nakumbuka tulivyokutana mara ya mwisho, ulisema humjui mtu ambaye kampa ujauzito mdogo wako. Huyu ndiye aliyempa ujauzito ndugu yako. Na maswala kwanza kunipakazia mimi kwamba mimi nimempa ujauzito, mara si ujauzito umetoka, si imeenda imerudi, mimi sijui hayo mambo. Maswala kunipa taarifa ambazo haga hazinaga kichwa wala miguu, mimi wasipendi. Kwa hiyo kuhusu mambo yoyote yale yanayohusiana na maswala ya mimba, sijui umetoka, si imekuaje, mwambie huyu jamaa. Mimba? Kwani ni mimba nani? Mbona sielewi wazee? Wewe, usimuulize maswali yao bwana mimi. Muulize ndugu yako. Huyu ndio shemeji yako sasa hivi. Sio, umeelewa? Usimuulize hayo mambo. Muulize huyu ndugu yako. Kwa sababu ninachokijua mimi kwamba wewe ndio unahusika na kila kitu na ile mimba. Hivi shemeji wewe una nini?
Farida wewe si ni mke wako? Hayo unaongelea mambo ya Toru, mimi Toru ananihusu nini? Ananihusu nini huyo? Wewe mbona unatumia akili shemeji yangu? Wewe si ni mkubwa kabisa. Wewe unazungumza nini? Unataka ongee nini? Mimi najitambua. Mimi ni mtu mzima. Maswala kwanza kuniuliza si mambo gani ambayo haeleweki mimi wewe. Hizo tabia zenu za umalaya malaya za nyumbani kwenu. Msije mkataka kumlisisha mke wangu. Lengo lenu nataka mlisisha mlimbwende wangu akubuu na yeye afanye tabia za nyumbani kwenu za umalaya malaya. Sitaki hayo mambo. Na hizo taarifa zako kusema mambo ya mimba na nini, mwambie ndugu yako huyo. Hebu ngoja kwanza blaza, ngoja kwanza blaza. Unajua mimi sikuelewi kabisa. Yaani si unatumia ugoro, si unatumia sigara kali. Yaani kila nikija hapo umechacharuka, unataka kuelewa lolote lile. Nisikilize blaza. Mpaka sasa hivi hapa sielewi chochote. Nataka unielekeze. Ni kitu gani ambacho mimi sikielewi mpaka sasa hivi? Mnaongelea kuhusu mimba. Ni mimba gani eti? Ni mimba gani ambayo mimi sielewi? Oh, nimekwambia usiniulize maswali. Na nilikukataza kuja nyumbani kwangu. Nilikwambia usije, usikanyage hapa. Kichokufanya ulete miguu yako hapa nini? Na kama umemfuata huyo Farida kashaondoka hapa. Na uzuri umekuja umkuta ndugu yake. Inabidi uondoke naye akakupa ukweli mzima kuhusu mambo. Sasa sio uzito, sio mambo ya nini, mimi sitaki kuyajua sasa hivi. Ondoka na ndugu yako. Tokeni bwana. Bado umesimama? Tokeni bwana. Aha, hamtaki kunielewa eh? Haya. Bwana, unajua nyewe muda mwingine mimi soga sipendi kuongea sana. Hiki nyewe. Watu gani hao? Wasikuvize kichwa mume wangu, achana nao. Njia zinawasumbua. Haya hapa. We vipi? Uoni? Umebemendwa wewe? Umebemendwa? Hauna mikono wewe? Mikono yako inafunza? Unashikaje kombe kama hivyo? Umelegea tu, umelegea. Hivi watoto wajinga kama wana watu waga wapi kindege? Nikusamee nini? Unanipa maji unamwaga? Jeni, unaona mtoto alivyokuwa mpumbavu? Wewe unajifanya umeshindikana, si ndio? Unaniletea kikombe kama vile hutaki. Kama ulikuwa unataka kuleta maji si ungesema? Wewe, najua wewe ni mtoto kama watoto wengine. Hivi, umelelewaje wewe? Au uko mtando ulikoga unaishi hivyo? Yaani nakutuma maji unaleta kama vile unauma funza mikononi, si ndio? Na sisi watoto wapumbavu waga tunawanyoosha. Unajua wewe unatakiwa ujifunze kutokana na watu unavyoishi nao, umenielewa? Watoto wajinga kama wajeni sio wa kuhifadhi kabisa, kulelea. Aya, changamka. Okota hiki kikombe kanichukulie maji, uniletee hapa na hakikisha unaleta kikombe kizuri. Usiniletee kwenye hiki. Chukua dekio uje ufute hapa, tumeelewana? Au nikuongeze andazi? Nikuongeze? Toka hapa. Shenzi. Sofia, umekapiga. Unajua wewe unaogopa sana upumbavu wewe. Haka katoto unaoni kepesi kabisa. Nimekakoa makonzi kama vile nakapa Big G. Haya. Acha nizamu ya uoga. Halo, Kindege, uko wapi? Basi wahi sasa, sisi tuko hapa nyumbani kwako. Aya, sawa. Hiyo ndo hali halisi anayopitia Farida kwa sasa. Asa mbona mwanaume wake na kuatumia akili na tumii brain katika kufanya maamuzi? Mbona mimi nishamfuata mara kadhaa, nishamfuata mara kibao nikamwelekeza ukweli wote yani mwanangu. Sema sasa, sikia sada sister. Ni kuna kitu nataka nikuombe kama hutojali. Ni kuna kitu mimi nataka nikuombe. Kitu gani tena ambacho unataka kuniomba? Nakuomba niweze kuonana na Farida kama hutojali. Uonane na Farida? Hapana kakaangu. Kwa hapo mimi siwezi kukusaidia. Siwezi kukuruhusu uonane na Farida. Kwa sasa hivi Farida yani hayuko sawa. Yani hayuko sawa kiafya wala kiakili. Halafu Farida hayuko nyumbani kwake kwa sasa. Farida yuko nyumbani kwetu. Hali yake yani sio nzuri sana. Na ninahofia asija hakuona akapata hasira zaidi na kazidi kuchanganyikiwa.
Kwaona kuniambia sasa hivi Farida imefikia stage yani anaenda resi yani. Ndio, yaani Farida kwa sasa hayuko sawa kabisa. Kuna muda tu anaweza kaamua kukimbia, akaamua kupiga kelele na kufanya fujo kaza wa kaza. Sasa mbona ino kicha wangu yani. Sikia da sister. Naomba unisikilize sawa? Mimi naomba nizungumze naye. Mimi nataka nione na mimi najua kila kitu kitakuwa sawa da sister. Mimi ndo chanzo, unajua mimi ndo chanzo, mimi ndo source, unajua kwa mimi nataka mimi nikukutana naye. Mimi najua mimi kila kitu nikitakuwa dola, kila kitu yani kitakuwa kibampani. Naomba mimi nikutanishe naye na kuomba da sister. Na mimi ndo inabidi nisawazishe pale da sister. Kakaangu hapana. Mimi mdogo wangu sasa hivi namjua. Hali yake yani sio nzuri. Na najua akikuona ni lazima atakasirika kwa sababu wewe lazima kuchukia kwa sababu yeye anahisi wewe ndio umefanya kila kitu. Wala sister sikia. Unajua ulivyoniambia kwanza unajua mimi umenichanganya. Yaani umenichanganya unajua. Yaani umenichanganya kwa ukubwa. Kwa mimi nakuomba. Yaani mimi ninachokizungumza mimi nakimaanisha. Yaani kinatoka deep kabisa kwa sababu unajua story ya kawaida ukicha wangu. Afu unajua ile bahasha yake unajua ananitia hasira. Nakuomba nizungumze naye. Nakuomba ni najua mimi hatujuani na tufahamiani najua ni lakini sio na wasiwasi, naomba nizungumze naye. Mimi nakuomba ni kile kitu kitakuwa dole, sio na wasiwasi, na mimi nakuomba dada yake. Una hakika unataka kwenda kumuona? 100.1 times from Dodoma. Yaani mimi na hakika nataka kuzungumza naye dada sister, nakuomba. Okay. Basi sawa, mimi nitakupeleka. Lakini kitakachokutokea usilaumu. Hiyo siwaze dada sister, mradi tu mimi nimekutana naye. Basi kila kitu nikitenda shebeli. Yaani mimi najua dia God lazima atanisimamia katika hili. Basi sawa, twende tukaenda nyumbani. Wesley Queen, vipi tena kwenye nyumba yangu? Unafanya nini hapa? Yaani kwenye nyumba yangu umeingiaje wewe? Au umekosea njia mwenzetu? Umeambia hapa ni photoshoot. Umeitwa kucheza uzalima ndio umepotea njia. Unadhani huko kwa Mbosokani? Haya mwenzangu wewe nani? Na umepitia mlango upi mpaka kukaa hapo ulipokaa? Dada Samah. Koma wewe. Ukome kunita dada yako. Sina ndugu kama wewe. Ninachotaka kujua humu ndani wewe ni nani, unafanya nini na umetumwa na nani na ni mlango upi uliopitia wewe? Au mwenzangu una visa gani humu ndani? Kiufupi nataka nijue kama wewe ni mwizi, nijiandae kupayuka huko waje wakupiga humu ndani wakuvamie. Maana sina taifa ugeni wowote ule. Nataka kujua wewe ni nani humu ndani. Nimekuja naye mimi. Janeti, kumbe zile document nilikuwa nimeziacha kwenye gari. Kumbe umeipata? Yeah. Umeona sasa? Wewe mbishi sana. Na nilikuwa nimekwambia kabisa ile document itakuwa kwenye gari, lakini umekataa, umesema ipo nyumbani. Umeona sasa matokeo yake? Yeah. Basi sawa. Nimefurahi kuelewa kwamba kimepatikana. Hebu dada nisikilize kwanza. Na kuona toka umefika, yani unajiachia huko huru. Nimekukuta hapa nimekuuliza wewe ni nani hujanijibu. Kafika mume wangu umekaa naye hapo umejiachia. Huna mashaka yote, yani una wasiwasi wote ule. Nataka kujua wewe ni nani humu ndani. Wewe Kindege. Hebu kuwa na adabu. Kuwa na adabu. Hizi tabia unatoaga wapi wewe? Mbona tabia za ajabu ajabu? Yaani una tabia kama za alien, sijui Avatar. Yaani sijui wanyama gani ambao unakuwa na tabia zao. Yaani mgeni kafika leo humjui, hamjuani, unaanza kumkaripia. Wewe ni nani kwenye nchi? Anyway, anaitwa Janeti. Janeti. Huyu ni mke wangu. Anaitwa Kindege. Nadhani sasa umemjua. Okay. Nimefurahi kukufahamu Kindege. Wewe. Hivi wewe akili yako inafanya kazi kweli?
Nakuuliza, akili yako inafanya kazi? Kwa hiyo mgeni anakupa mkono, unaukataa mkono wake, na mbona umeamua kunizalisha mbele za watu? Kivipi yani? Beni, nisikilize vizuri nikwambie. Katika kitu siwezi kufanya au ujinga siwezi nikautumikia, ni wewe kugusa mkono wa mtu nisiofahamu. Nisikilize vizuri nikwambie Beni. Sijui uko ulikotoka, huo mkono kaunenea nini? Sijui kaupaka vitu gani, eti anafika hapa. Huo mkono mimi siwezi kapokea. Nataka kujua ni nani na anafanya nini humo ndani. Yaani mke wangu, kuna muda unanichosha wewe. Kuna muda unanikwaza wewe. Anyway, anaitwa Janet kama nilivyokuambia hapo awali. Kwa hivyo tu inatosha. Huko nje kuna kina Janet wangapi? Nishindwe kuwafahamu mpaka nimuulizie. Nataka nijue humu ndani anafanya nini huyo Janet huyo. Nataka nijue anafanya nini humu ndani. Anyway, sawa. Janet ni mfanyakazi wetu mpya kwenye kampuni yetu. Kwa hiyo unapomwona hapo ni mtu wa kazini. Kumbe mfanyakazi. Karibu Janet. Asante. Jisikie uko nyumbani eh? Janet, nadhani hakuna haja ya kwenda kupoteza muda kwa sababu inabidi turudi kazini sasa. Yeah. Sawa, haina shida, tuondoke. Mnatoka wote? Wewe si kama tunaenda kazini? Kwani sasa hizi saa ngapi? Ni muda wa kazi, ila basi sawa tu. Mnaweza mkaenda. Okay, Kindege, wewe na siku njema. Janeti, yote kwa yote ningependa unisamehe kwa kile kilichojitokeza kule nyumbani. Bosi, ina maana bado unawaza vitu ambavyo vimepita? Usijali, yaani mimi sina mawazo hayo kabisa na wala sijajisikia vibaya kwa chochote kile. Unajua hiyo ni hali ya kawaida sana kwa mwanamke ambaye ameolewa. Ni katika kutetea ndoa yake na kulinda ndoa yake. Hakuna mwanamke ambaye anapenda kumuona mwanamke mwingine kwenye nyumba yake. Kwa usijali, mimi niko sawa kabisa na wala sijayabeba personal hayo mambo. Mimi nilikuwa na wasiwasi kubwa sana. Nahisi kama amekutolea maneno makali sana. Kwa hiyo kama umejisikia vibaya ningependa unisamehe sana. Lakini umenishangaza kusema kwamba haujakasirika. Hapana. Hata usijali, mimi niko fresh kabisa na wala hata nilikuwa sikumbuki. Maana yote yameshapita. Kwa sababu najua sio yeye peke yake. Hata kama ingelikuwa ni mimi, ni lazima ningehoji ili kujua ni nani ambaye kaingia kwenye nyumba yangu na bila taarifa yoyote. Kwa yuko sahihi kabisa. Binafsi yangu umenisurprise sana kwa sababu sikutarajia kabisa hichi kitu unachokizungumza. Hakika wewe ni wa tofauti. Maana nilijua utakuwa umekasirika sana na yani nilikuwa nimeingiliwa na hofu, but unanisurprise. Asante. Na kwa sasa hivi nilikuwa nawaza kazi ambayo tunaenda kuifanya. Kwa hiyo ningependa zaidi au ningeshauri na wewe ufocus na uwaze kazi ambayo tunaenda kuifanya na sio kuwaza vitu vilivyopita. Basi sawa. Kiukweli umenisurprise na unazidi kunionyesha jinsi gani uko strong kwenye kazi. Venye uko serious na kazi. That's why nimekwambia wewe ni mtu perfect sana kwenye kazi na ndio maana umekuja kazini kwetu. But asante kwa msamaha wako. Maana sikuwa na uhuru kabisa. Na pia nimefurahishwa na uadilifu wako wa kazi. Unajua nilikuwa nawaza labda utakuwa bado unamwaza mke wangu. Hapana. Sio kweli. Basi sawa Janet, tunaweza tukaenda. Okay, sawa. Tunaweza tukaondoka sasa. Kiukweli umenifurahisha sana. Umefurahi? Ndio. Hii baby supu? Sasa kakuuliza kitu? Ndio. Hivi umetokea wapi? Mimi nimetokea Kigoma. Kigoma? Ndio. Kwani wewe umetokea wapi? Mimi nimetokea Singida.
Singida? Ndiyo. Wow, nimefurahi kufahamu hilo. Baby Supu. Na huko dada umekuja na nani? Mimi nilikuja peke yangu tu. Peke yako? Ndiyo. Na wazazi wako wako wapi? Kwa nini unaniuliza hivyo? Nitaka kujua tu. Mimi nina baba ila sina mama. Na babangu pia sijawahi kumuona. Kwa hiyo nimekuja hapa Dar es Salaam kumtafuta babangu. Kumtafuta baba yako? Kwani baba yako unamjua? Hapana, mimi simjui na wala sijawahi kumuona. Sasa utampataje kama ulijua jina lake? Ndio hivyo, hata hivyo nakaribia kuanza kwenda shule. Hivyo kama nitaanza kwenda shule, nitamwambia Uncle Beni anisaidie kumtafuta. Sasa utamtafutaje mtu ambaye umjui? Jina silijui, lakini babangu kuna kitu yuko nacho na mimi niko nacho, na duniani pote tuko nacho wawili tu. Kwa hiyo nikikutana naye naweza nikamjua. Basi sawa Baby Supu, lakini pia pole sana. Asante sana. Ndugu zangu, ni dia gani tena humu ndani mwangu? Maana sikia mnapenda sana kujiamulia mambo. Nimesikia matangazo mengi ya watu kupotezana humu ndani. Mshaambiwa ni msikiti Mmekuja kutafuta ndugu zenu? Kindege. Usifanye hivyo bwana. Usimfanyie hivyo mtoto. Wewe mwenyewe umesikia kabisa kaja huko Dar es Salaam kumtafuta babake. Naona sasa hivi naye kashapata rafiki mwenyewe anayo furaha. Achana naye. Kwa kuwa umesema wewe, hilo limeisha. Yaani sina mjadala mwingine tena. Wapi? Umemaliza kupika? Ndio, nimemaliza. Kaandae chakula. Nawe Supu toka hapo. Jeni, tukakae. Sawa. Niache Beni. Kwa hiyo, huu ndio muda umemaliza kufanya umalaya wako huko nje, umeamua kurudi hapa nyumbani? Umalaya? Umalaya gani unazungumzia wewe mke wangu? Ndiyo, naongelea umalaya uliofanya wewe. Uliotoka hapo umeenda kufanya na wewe Janeti wako na umeamua kurudi saizi nyumbani. Umepata jinsi ya kuongea kitu kama hicho? Mbona sijui unaongea kwa sababu gani? Nisikize mke wangu. Hakuna chochote kinachoendelea kati yangu mimi na yule mwanamke. Na tafadhali usipanic please. Tunaweza tukazungumza hili. Beni, najua unaelewa kila kitu unachozungumza hapa. Unaelewa naongelea kitu gani hapa. Nisikize Beni. Najua kabisa humu ndani umeanza kunisaliti. Ndio maana umetoka hapa na Janeti wako, umesingizia kwamba sijui naenda kazini. Kazi gani hiyo ulikulisha saizi wewe? Ni saa ngapi saizi? Si saa 3 sasa hivi. Kazi gani nakurudisha nyumbani saa 3 wewe? Si wanarudi saa 2 nyumbani wewe hapa? Mke wangu, come on. Take it easy. Tulia. Sijui umeelewa vizuri. Leo katika siku ilikuwa ina changamoto usafiri leo. Leo usafiri ulikuwa unasumbua vibaya sana. Na ndio maana nimechelewa kurudi mke wangu. Sasa ndio kitu nakufanya una panic. Why? Tuliza tempo. Hebu acha kunidanganya Beni. Najua kila kitu. Saizi najua unanisaliti, unanichiti Beni. Umepata walio wazuri kuliko mimi, si ndio? Ni weupe, wanang'aa, wanaonekana kuliko mimi. Lakini kumbuka Beni, mimi ndio mwanamke niliyekupa samani wewe. Nimefanya wewe uitwe baba mpaka leo nimekuletea mtoto. Hilo unachonifanyia Beni, nimechoka. Unaongea nini wewe? Hivyo, wewe unajisikia unachokizungumza wewe? Nisikilize vizuri mke wangu. Acha mawazo ya kipumbavu hayo. Hayo mawazo ya kijinga. Yanakupoteza kabisa hayo mawazo. Mimi siwazi uko kwanza unaongea vitu gani wewe? Beni, unaelewa ninachoongea humu ndani? Umekuwa mtu ukinisaliti ovyo, ndio maana sasa unisikilize kwa chochote kile ninachozungumza humu ndani. Umekuwa ukijaza watu ovyo ovyo humu ndani. Nisikize nikwambie Beni. Naona nyumba ushaifanya jalala la kujaza watu. Sasa nenda huko nje, kakusanya watoto yatima, kakusanya watu unaowataka humu ndani, uwajaze sasa ulizike na nafsi yako. Sisi tunataka tuishi nao. Fanya hivyo. Unaongea nini? Mbona sikuelewi? Yaani unaongea mara sijui Janeti, mara kujaza watu, nikuelewe kipi sasa? Nisikilize kitu kimoja. Wewe kama una mahasira yako ni ya kwako. Mimi sijui chochote unachokizungumza. Si umeelewa? Beni, unaelewa kila kitu ninachoongea hapa. Ila sikiliza Beni nikwambie, nimechoka hizo tabia zako za ajabu. Beni, nimechoka. Sikia, anyway, tulia sasa. Tuliza mizuka. Vipi? Pole.
Ime!